kalamu yako na daftari lako, kuna mambo kadha wa kadha tutakayo kwenda nayo mwezi wa 8. Mwezi wa 8 ni mwezi wa kuinua misingi iliyobomoka kiroho na kiuchumi. Nakupa kalenda ya mwezi wa 8. Wafalme wa kwanza sura ya 6 ule mstari wa 37 na 38. Biblia inasema katika mwaka wa 4 nyumba ya Bwana ilitiwa misingi, katika mwezi wa Zivu. Hata katika mwaka wa 11 katika mwezi wa Buri, ndiyo mwezi wa 8, nyumba ikaisha mambo yake yote na sharti zake zote. Basi muda wa miaka 7 alikuwa katika kujenga. Kwa hapa ambacho nataka ukielewe, ukamilifu wa ujenzi kuanzia kwenye msingi. Mimi natafuta msingi na natafuta mwezi wa 8. Kwa maana yake mwezi wa 8 kibiblia ni mwezi wa mwanzo mpya, kuweka misingi mipya. Kwa mwezi wa 8 hapa unaona kazi inakamilika ya miaka 7. Biblia inasema nyumba iliyokuwa inajengwa ikakamilika. Kwa maana yake mwezi wa 8 kuna mambo ambayo ulikwama sana, Mungu anakwenda kuyakamilisha. Lakini jambo la pili la mwezi wa 8 ni mwezi wa kuinua misingi ya mzunguko wako wa uchumi. Yoeli sura ya 2 mstari wa 25 hadi 27. Bwana anasema, nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na palale na madumadu na tunutu, jeshi langu kubwa nililolituma kati yenu. Mstari wa 27, nanyi mtajua ya kuwa mimi ni katikati ya Israeli, na ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu, wala hakuna mwingine, na watu wangu hawatatayari kamwe. Sema amen. Kwa hapa Baba anasema ataturudishia miaka. Miaka maana yake ni majira. Kwa hawa nzige hawakula mazao, walikula miaka. Nitakurejeshea. Kwa maana yake kile unachokifanya ndani ya mwaka au ndani ya hiyo miaka hakina matunda. Kile unachokifanya ndani ya miaka hakina matunda. Kweli miaka yako ni 40, miaka yako ni 30, miaka yako ni 20, miaka yako ni 27, miaka yako ni 50, miaka yako ni 60, lakini ukiangalia hakuna kinachoendelea. Kwa Bwana anasema mwezi wa 8 atakurejeshea miaka yako. Maana yake unaenda kuanza upya katika mkono wa Mungu. Yeye atakufanikisha kama vile apendavyo. Kwa kuna watu wanaishi wana miaka mingi, lakini hawa nzige walikula miaka. Una miaka kana kwamba hakuna. Maana yake kinachofanyika ndani ya miaka yako kila mwaka ni 0. Tumesoma ile Wafalme wa kwanza, Sulemani alijenga hekalu miaka 7. Lakini ulipofika mwezi wa 8 kazi misingi iliwekwa. Kwa na wewe lazima tuweke msingi mpya. Kama maisha yako unayaona kabisa baada yamesimama, baada ya endi, unamhitaji Mungu ndani ya mwezi wa 8 akuwekee msingi mpya. Jambo la 3, mwezi wa 8. Mwezi wa 8 ni mwezi wa kuinuliwa misingi mipya ya kiroho. Yaani kiroho chako kitainuliwa, vipawa vyako vitainuliwa, utendaji wako kiroho Mungu anakwenda kuushughulikia. Aliye na imani aseme amina. Kitabu cha Zekaria sura ya 1 mstari wa 1 hadi ule wa 3. Katika mwezi wa 8 mwaka wa 2 wa Dario, neno la Bwana lilimjia Zekaria mwana wa Berakea mwana wa Ido nabii na kusema, Bwana amewakasirikia sana baba zenu. Basi uwaambie, Bwana wa majeshi asema hivi, nirudieni mimi, asema Bwana wa majeshi, nami nitawarudia nyinyi, asema Bwana wa majeshi.
Kwa hapa tunaona Bwana anawaambia Israeli mwezi wa 8 kwamba baba zenu wameniacha, baba zenu wameondoka, baba zenu wameniasi, lakini nyinyi mnirudie nami nitawarudia nyinyi. Kwa lugha ya kawaida, maana yake Mungu anaweka misingi mipya ya kiroho ndani ya kanisa lake. Kuna mwezi wa 8, aidha unataka ama utaki, Mungu anakwenda kuinua misingi mipya ya kiroho chako. Kwa hapa nimeeleza mambo matatu makubwa. Jambo la kwanza ni jambo la kiroho, jambo la pili ni jambo la kiuchumi, lakini jambo la tatu ni jambo la miaka yako. Kwa haya mambo Mungu atayafanya. Sasa tunaingia kwenye somo letu. Andika leo ninapohitimisha, andika upako utendao kazi ndani ya zaka ili kushughulikia mzunguko wa mfumo wa uchumi. Kitabu cha Malaki sura ile ya 3, ule mstari wa 10 hadi ule wa 12. Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha, hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hata haribu madhao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba yenu, asema Bwana wa majeshi. Na mataifa yote watawaitieni heri, maana mtakuwa nchi ya kupendeza sana, asema Bwana wa majeshi. Inua mikono yako juu. Baba, katika damu yako Yesu Kristo, tunapoanza neno hili la uzima, Bwana tupe uwezo wa kufahamu na kuelewa somo hili kwa manufaa ya kanisa lako. Wako watu ambao Mungu walikwama, sasa unawakwamua. Wako watu ambao Mungu wamepumbazwa wasielewe, leo katueleweshe. Tupe kuvuka chini ya upako wako utendao kazi kwenye mzunguko wetu wa uchumi. Na kabidhi yote mikononi mwako, ni katika damu ya Yesu Kristo. Wote tuseme amina. Upako utendao kazi ni nguvu ya kimungu inayoachiliwa kumsaidia mtu wa Mungu katika kile akifanyacho chini ya mapenzi ya Mungu. Upako utendao kazi ndani ya zaka ili kushughulikia mzunguko wa mfumo wa uchumi wako. Lengo la somo hili hapa ni kujua jinsi Mungu anavyotumia zaka kushughulikia mzunguko wa uchumi wa mtoa zaka. Lengo ni kujua, ujue wewe mtoa zaka, kwamba unapotoa zaka Mungu anashughulikia mzunguko wako wa kiuchumi. Narudi Malaki sura ya 3, ule mstari wa 10. Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi. Bwana anasema ili mjue kama sitawafungulia madirisha, manake huo ni mzunguko, circulation. Mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha. Wapi? Kwenye mzunguko wenu wa uchumi. Kwa hapa Biblia inaeleza ukitoa zaka, jambo la kwanza Mungu anataka ujue. Anasema hili mjue. Baba ujue, mama ujue, dada ujue, kwamba unapotoa zaka Mungu anaingia kwenye mzunguko wako wa uchumi. Kwa anaposema nitakufungulia madirisha ya mbinguni, usije ukalala ukawaza kwamba mbinguni kuna madirisha au mbinguni kuna milango kama hii ya nyumba. Biblia haina maana ya dirisha la kufungua wala mlango wa kufungua. Kwa Bwana anasema
Ukisha toa zaka, jambo la kwanza nataka ujue, kuna watu wanatoa zaka lakini hawajui. Kwa Bwana anasema ili mjue. Tungekuwa tunajua asingesema tujue. Lakini kama Mungu anaandika ili mjue, maana yake kuna watu hawajui. Na kwa sababu watu wengi hawajui, wanatoa zaka kama vile wananyang'anywa. Kwa Biblia inasema ili ujue. Kama sitakufungulia madirisha ya mbinguni, maana yake Mungu anafanya intervention, anaingilia kati. Ukitoa zaka, Mungu anaingilia kati kwenye mfumo wako wa uzalishaji, kwenye mfumo wako wa biashara, kwenye mfumo wako wa ufugaji. Mahali ulipotoa zaka, Mungu anaingia. Kwa anasema ili mjue, kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni, maana yake anaingilia kati. Anaanza kushughulikia mzunguko wako wa kiuchumi. Kama ulikuwa unasuasua, ataufanya usisuesue. Kama ulikuwa umekwama, anaondoa mkwamo, kwa sababu ameingia Mungu mwenye uweza. Somo letu upako utendao kazi ndani ya zaka, ili kushughulikia mzunguko wa mfumo wa uchumi wako. Kwa Mungu anataka ujue. Kwa anaposema nitawafungulia madirisha ya mbinguni, maana yake anaongelea mzunguko wa biashara yako, wa kazi yako. Mungu anaingia kati. Kwa hiyo kutoa zaka ni njia ya kufungulia upako utendao kazi kwenye mfumo wako wa kiuchumi. Haleluya. Mwenye haki wa Mungu ni lazima ajue, na kitu cha kwanza kinachofanya wewe ujue ni imani. Ni imani juu ya utoaji wa hiyo zaka. Waebrania sura ya 11 mstari wa 3. Biblia inasema kwa imani twafahamu. Kwa imani tunajua. Kwa mtoa zaka akitoa zaka kwa imani, maana yake ameshajua. Kwa kabla ya kutoa zaka, kinachotangulia ni imani, na imani inaleta ufahamu. Haitangulii zaka, inatangulia imani. Kwa Biblia inasema kwa imani twafahamu. Kwa na Biblia inasema mwenye haki wa Mungu duniani anapaswa kuishi kwa imani. Kwa imani ni mfumo wa maisha, andika, ndani ya ufalme wa Mungu. Kama hauna imani, huwezi kuishi kwenye ufalme wa Mungu, kwa sababu ufalme wa Mungu unataka mtu mwenye imani. Na imani unaipataje? Warumi 10:17. Imani chanzo chake ni kusikia. Kusikia nini? Neno la Kristo. Kwa kama mwenye imani kasikia kwamba Mungu anaachilia upako utendao kazi ndani ya zaka kwa lengo la kushughulikia mfumo wa mzunguko wa uchumi wangu, nitatoa zaka kwa sababu nina imani katika hilo. Kitabu cha Waebrania sura ya 10 mstari wa 38. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Lakini sisi hatumo miongoni mwao wastao na kupotea, bali tumo miongoni mwao walio na imani ya kutuokoa roho zetu. Kwa wanaoishi kwa imani, Biblia inasema ndani yake, ndani ya imani tunaishi. Matendo ya Mitume 17:28. Kwa maana ndani yake yeye tunaishi, tunakwenda, na kwa kuwa uhai wetu, kama vile mmoja wenu mtunga mashairi alivyosema, maana sisi sote tu wazao wake. Sema amina kwa Yesu. Kwa Biblia inasema wale walio wa imani, hao ndio wana wa Ibrahimu. Kwa imani ni maisha. Wagalatia sura ya 3 mstari wa 9. Biblia inasema wale walio wa imani, hao ndio wana wa Ibrahimu. Huwezi kuwa mwana wa Ibrahimu kama wewe una imani. Kuishi kwa imani kunahitaji uelewe kwamba imani ni mfumo wa maisha. Usije ukasema mimi ni Mkristo wa dhehebu fulani na imani. Hapana, mimi siko huko.
Naongelea habari ya mtu kuishi kwa imani. Unaishi kwa imani, unaomba kwa imani, unatoa zaka kwa imani. Kwa maisha yako yanasukumwa na imani, hayasukumwi na mambo yako. Hicho ndicho unachotaka ukione. Kuishi kwa imani, ndani yake kuna upako utendao kazi kukusaidia. Waebrania 11:11. Biblia inasema kwa imani hata Sara mwenyewe alipokea uwezo wa kuwa na mimba. Kwa hapa ninachokitaka kwako, nataka uelewe kwamba ndani mwa imani kuna upako uwezeshi unaokuwezesha wewe uishi kwa imani. Kwa Sara alipoishi kwa imani alimuona Mungu. Wewe ukiishi kwa imani utamuona Mungu. Panahitajika imani kwenye mfumo wa ufalme wa Mungu ili upate kuishi kwa imani. Kwa leo tunaongelea upako tendao kazi ndani ya zaka ili kushughulikia mzunguko wa mfumo wa uchumi wako. Kwa Bwana anasema ili mjue, Malaki 3:10, leteni zaka ili mjue kama sitawafungulia. Kwa hoja yangu ilikuwa kwenye kujua. Ukishajua kwamba ukitoa zaka Mungu anaingia kwenye mzunguko wako wa uchumi, hautaacha kutoa zaka kwa uaminifu. Wakorintho wa pili sura ya 8 na ule mstari wa 9. Maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba nyinyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Kwa Biblia hapa inapoongelea utajiri, inaongelea habari ya mzunguko wa uchumi ambao ndani yake kuna kitu kinaitwa mzunguko wa kiuchumi. Na ule mzunguko wa kiuchumi ndio unaomfanya mtu kuwa tajiri. Huwezi kuwa tajiri bila kuwa na mfumo. Kwa sisi katika imani, maana yake tumefanyika wana wa ufalme. Biblia inasema waziwazi Kristo ametukomboa toka kwenye mafungamanisho ya umaskini wa makabila, ya umaskini wa ukoo, ya umaskini wa familia. Kwa ni lazima uelewe msalaba. Kazi mojawapo ya msalaba wa Yesu Kristo ni kukuondoa wewe na mimi kwenye mafungamanisho wa uchumi maskini wa ukoo. Ufunuo sura ya 5 mstari wa 9 hadi wa 12. Kuna umaskini wa kulisi, sisi tumekombolewa. Kuna umaskini wa ukoo, wewe umekombolewa. Kuna umaskini wa kabila lako, wewe umekombolewa. Hauko huko. Na kama huko ni kwa sababu hujajua jinsi ya kutoka. Biblia inasema nao waimba wimbo mpya, wanasema wastahili mwana kondoo aliyechinjwa. Ukamnulia Mungu watu wa kila kabila, watu wa kila lugha, watu wa kila jamaa, ukawafanya kuwa makuhani na ufalme, nao wanamiliki juu ya nchi. Sasa hawa waliokombolewa, Biblia inasema kwa damu ya Yesu tunakombolewa toka kwenye mlango wa ukoo, mlango wa kabila, mlango wa familia, mlango wa taifa. Kwa damu ya Yesu ilipokuwa inamwagika, kitu kimoja wapo ilichoshughulikia ni huu mzunguko wa kiuchumi wa kabila lako, kwamba wewe uliyeamini usishikiliwe kwenye kabila lako, bali uingizwe kwenye agano la Ibrahim. Wagalatia 3:13-14. Kwa Biblia inasema amelaaniwa yule mtu angikwae juu ya mti. Kwa Yesu amefanywa laana ili kubatilisha laana, ili baraka ya Ibrahim iwafikie mataifa. Kwa hiyo mimi na wewe hatuishi kwa mifumo ya kabila letu, tunaishi kwenye mfumo wa kiagano la Ibrahim. Kwa Yesu ukimchukulia kama mpatanishi, kama muunganishi, kama mkombozi wako, utaona haya. Lakini Yesu ukimlinganisha na mchungaji wa dini yako, utaona haya. Kwa Mkristo aliyeokoka, huwezi kuishi kimila, kwamba mila ya kwetu au utamaduni wa kwetu unasema 1 2 3 mimi nashika huo. Sisi tuna utamaduni mwingine. Anasema ili mataifa waingie. Tumeshaingia.
Kwa wana wa Mungu, ninapokufundisha nataka upanue mawazo yako kwamba utajiri ni mzunguko wa mfumo wa uchumi ndani ya maisha ya mtu wa Mungu aliyeamini. Kwa usije ukabeba utajiri ukasema nitakuwa tajiri bila kuwa na mzunguko. Kwa hakuna mtu atakuwa tajiri bila kuwa na mzunguko. Mwanzo sura ya 13 mstari wa 1 mpaka wa 4, Biblia inasema Abraham akapanda kutoka Misri, yeye na mkewe na kila alichokuwa nacho, na Rutu pamoja naye mpaka kusini. Naye Abraham alikuwa ni tajiri sana wa mifugo, tajiri sana wa fedha, na tajiri sana wa dhahabu. Kwa nini Biblia haisemi Ibrahim alikuwa tajiri? Maandiko yanataka ujue kwamba baba yetu wa imani alikuwa ana mzunguko wa uchumi kwenye mifugo, ana mzunguko wa uchumi kwenye dhahabu, ana mzunguko wa uchumi kwenye fedha. Kwa maana yake baba yetu wa imani Ibrahim alikuwa anajishughulisha na ufugaji. Ndio maana Biblia imesema mifugo, wewe utajaza ni mifugo ya namna gani. Kwa hiyo Mkristo mwenye imani, anayeishi kwa imani, lazima uwe na mifugo. Kwa mtoto atarithi kile ambacho utamwachia, na kama ataendeleza zaidi, hilo ni jambo lingine. Kwa sababu Biblia inasema mzazi mzuri au mzazi mwema huachia wanae urithi. Kwa na Biblia inasema mali na fedha mtu hupata kutoka kwa babaye, si ndio? Mke mwema anatoka kwa nani? Kwa Bwana. Kwa baba, mama, unawajibika kuachia watoto wako mali. Kama haipo, ndio maana tunafundishana leo. Kwa Ibrahim alikuwa na circulation, Ibrahim alikuwa na mzunguko. Kwa nimeandika nikasema huwezi kuwa tajiri kama mzunguko wako wa uchumi umesimama ama umekufa ama haupo. Kama uzalishi chochote, unapata mshahara unaura unaisha, jiandae kuwa maskini. Hata kama umeajiriwa serikalini, hata kama umeajiriwa serikalini, unapotoa zaka, Mungu anaingilia kati mzunguko wako wa uchumi. Kama wewe umeajiriwa kwa Labani, anayebarikiwa ni Labani. Kwa hapa naongea na watu mnaoajiriwa, mnaolipwa mishahara. Mshahara unaweza kuwa mkubwa au mdogo, mimi huko siko. Mimi nipo kwenye circulation, mzunguko wako wa uchumi. Twende Mwanzo 30 kuanzia mstari wa 25. Ikawa Raheli alipomzaa Yusufu, Yakobo akamwambia Labani, nipe ruhusa niende kwetu na kwenye nchi yangu, nipe wake zangu na watoto wangu niliyokutumikia, niende zangu, maana umejua utumishi wangu niliyokutumikia. Labani akamwambia, iwapo nimeona fadhili machoni pako, kaa, maana nimetambua ya kwamba Bwana amenibariki kwa ajili yako. Kwa Labani anafahamu baraka alizonazo, maendeleo alionayo, mali alizonazo ni kwa sababu ya mkono wa Mungu wa Yakobo, sio Mungu wake. Kwa hapa anarealize, anasema Mungu amenibariki kwa ajili yako. Mstari wa 20, akasema, sema mshahara wako utakao, nami nitatoa. Halo. Kwa Yakobo ametumika miaka 7, akalipwa mshahara wa mke anaitwa nani? Lea. Akatumika miaka mingine 7, akapata mke wa pili anaitwa nani? Raheli. Miaka 14 ni mahali tu. Umefanya kazi miaka mingapi? Si ajabu mwaka huu ndo umepata mahari unataka uoe, hongera. Sio wa kwanza baba Yakobo alifanya shughuli. Kwa unaweza ukafanya kazi miaka yako ikiwa imeliwa. Kaishia kupata wake 2 na watoto rundo. Ana watoto 8, Yusufu mzaliwa wa 8. Kwa hiyo Biblia inasema Raheli alipomzaa Yusufu, Yakobo akasema 8, mwezi wa 8 misingi mipya, naondoka. Kwa hiyo Yusufu mtoto wa 8 alipozaliwa, baba yake akajua hapa anaibiwa. Na wewe mwezi wa 8 uwe ni mwezi wa kurejesha miaka yake iliyoliwa. Kwa hiyo Biblia inasema Raheli alipomzaa Yusufu, Yakobo akashtuka ameibiwa. Lakini mwaka wa kwanza kudai mshahara, mwaka wa pili akudai mshahara, mpaka mwaka wa 14 anamwambia Labani, najua
na wewe unafahamu nilivyokutumikia. Sasa wakati umefika na mimi nikaangalie mambo ya nyumba yangu. Kwa hapa mtoto wa 8 alipozaliwa anatangaza misingi mipya, anatangaza mwanzo mpya, anatangaza njia mpya. Na we mwezi wa 8 Bwana atangaze mambo mapya kwa ajili yako. Uone upya, ufikiri upya, utende upya. Kama unanielewa sema amina kwa damu ya mwana kondoo. Mwezi wa 8, mtoto wa 8. Kwa Yakobo anamwambia baba naondoka. Na yule Labani akasema sema mshahara, tuanze upya sasa. Ajua tuanze upya mwanangu. Halo, nataka nikutie moyo uliyedhulumiwa. Miaka yake meriwa, umedhulumiwa. Mwezi wa 8 ni mwezi wa kupata mshahara wako mpya katika ulimwengu wa roho. Yaliyoliwa yatarudia, yaliyoliwa yatarejeshwa, yaliyoliwa yatarejeshwa. Anayeamini aseme amina kwa ajili ya mwezi wa 8. Anamwambia sema mshahara utakao. Maana yake kuna vitu ulikuwa unaviomba, kuna vitu ulikuwa unavitaka, ulikuwa hujavipata. Mwezi wa 8 Yusufu wako anazaliwa toni. Unakwenda kupata zaidi ya kupata, unakwenda kupata ulichokuwa unahitaji. Sema mshahara utakao nikupe. Kwa hapa ni maamuzi ya Yakobo aseme. Na mwezi wa 8 kile utakachosema Bwana anakwenda kutendea. Bwana atakutendea. Mama sema utakacho, dada sema utakacho. Huu ni mwezi wa majibu. Pokea majibu yako sawa sawa na kutaka kwako. Mwezi wa 8. Maana yake unataka nini ili mimi nikupe? Akataja mshahara. Yakobo akamwambia umejua jinsi nilivyokutumikia na jinsi wanyama wako walivyokuwa wa kwangu. Maana mali yake ilikuwa haba kabla sijaja, nayo imezidi kuwa nyingi. Bwana amekubariki kila nilikokwenda. Naongelea basi, siongelei volume. Kwa Yakobo anamwambia Labani mali yake ilikuwa chache lakini sasa imeongezeka. Nami nataka nikwambie mali yake iliyokuwa chache mwezi wa 8 na kwenda kuongezeka. Waliokula mali yako, waliokula faida yako, waliokula maisha yako wanakwenda kutapika. Sema amina kwa damu ya mwana kondoo. Pokea kwa jina la Yesu. Akamwambia basi sasa nitaangalia lini mambo ya nyumba yangu mwenyewe. Unapotoa zaka Mungu anaingia kwenye mzunguko wako, sio wetu. Kwa Bwana anaangalia mambo yako. Yakobo anasema wakati umefika niangalie mambo yangu. Baba mama, mwezi wa 8 ni mwezi wa kuangalia mambo yako. Kama ni biashara, uwe na biashara yako. Kama ni mifugo, uwe na mifugo yako. Kama ni nyumba, uwe ni nyumba yako. Kama ni uchumi, uwe na uchumi wako. Mwezi wa 8 sema amina kwa jina la Yesu. Nitaangalia lini mambo yangu. Nilikuwa naangalia ya kwako, sasa naanza kuangalia ya kwangu. Kwa Yakobo anasema Yusufu mtoto wa 8 amezaliwa. Tunaanza msingi mpya wa kiuchumi. Baba mama haujachelewa. Anza kama Yakobo. Alipozaa mtoto wa 8 akaweka zizi lake. Alipozaa mtoto wa 8 akaanza kuchimba dhahabu. Alipozaa mtoto wa 8 akaanza kumiliki na kutawala. Piga makofi ya shangwe na vigeregere, hujachelewa. Kwa Biblia inasema upako tendao kazi. Unafanya kazi unapofanya kazi. Kwa Yakobo anamwambia Labani wakati umefika niangalie mambo yangu mwenyewe. Mwezi wa 8 ni mwezi wa kuangalia mambo yako mwenyewe. Kwenye biashara angalia mambo yako mwenyewe. Kwenye ndoa angalia mambo yako mwenyewe. Unaweza ukawa umetembea na mawazo haya muda mrefu. Miaka 14 sio michache. Watoto 8 sio wachache. Maana yake alikuwa na plani. Maana yake alikuwa na mipango, lakini imegoma, imesimama namna. Anasema nitaangalia lini mambo yangu. Akamuuliza nikupe nini? Yakobo akasema usinipe kitu. Ukinifanyia neno hili nitalisha wanyama wako tena na kuwalinda. Kwa ukisoma hapa unaona Yakobo mwana anapatana, anaweka msingi mpya wa kiuchumi. Anamwambia wakizali wenye madoadoa na maraka na wenye milia ni wa kwangu. Na akamwambia Labani haki yangu itakushuhudia. Biblia inasema ule mstari wa 37 Yakobo akatoa ufito wa mrubuna.
akawekea marakaraka, akawekea miria. Biblia inasema wanyama walipopata mimba walizaa wenye maraka na miria. Mzunguko wa Yakobo ulikuwa kwenye mfito wa mrubuna. Maana yake aliweka agano kwenye fimbo. Akasema baba anaweka fimbo hii, wanyama wote watakaopokuwa na beba mimba wakiiona fimbo hii yenye miria na marakaraka watanizalia. Nisikilize vizuri. Unapotoa zaka, Bwana anaachilia upako utendao kazi kuingia kwenye mzunguko wako wa uchumi. Kwa Yakobo, kumbuka, yupo kwa Labani, lakini amesimama. Alimwambia Bwana, na kwenda katika nchi ile, kila utakachonipa nitakutolea zaka. Leo yupo katika nchi alikoenda kutafuta. Ukienda Mwanzo 31, angalia Mungu alivyoingilia kati. Nanyi mmejua, kwa lengo la somo hili ujue, nanyi mmejua ya kwamba nguvu zangu zote nimemtumikia baba yenu, na baba yenu amenidanganya, akabadili mshahara wangu mara 10, lakini Mungu hakumwacha kunidhuru. Aliposema walio na madoadoa watakuwa mshahara wako, wanyama wote wakazaa wenye madoadoa, Mungu aliingilia nini? Kati. Labani aliposema walio na madoadoa watakuwa mshahara wa Yakobo, wanyama wote wakazaa madoadoa. Maana yake Mungu aliingilia kwenye mzunguko wa uchumi. Si rahisi kundi la wanyama likazaa wanyama wenye madoadoa na miria wote, haiwezekani. Lakini hapa tumejua Mungu aliingilia kati. Aliposema walio na miria watakuwa mshahara wako, ndipo wanyama wote wakazaa miria. Yaani baba mama, upelekwe kushoto upelekwe kulia, wewe ni lazima ufanikiwe mwezi wa 8. Kwa hapa anaposema Mungu amemnyang'anya, maana yake unaona Mungu anaingilia kati. Huo ndio upako tendao kazi. Bwana akamnyang'anya mali Labani, akampa Yakobo. Mstari wa 10. Ikawa wakati wale wanyama walipochukua mimba, niliinua macho yangu nikaona katika ndoto, na tazama mabeberu waliowapanda hao wanyama walikuwa na miria na madoadoa na maraka. Na malaika wa Mungu akaniambia katika ndoto, Yakobo. Nikasema mimi hapa. Akasema, inua basi macho yako ukaone mabeberu wote wanaopanda wanyama wana miria na madoadoa na maraka, maana nimeona yote aliyokutendea Labani. Mstari wa 13. Mimi ni Mungu wa Betheli, uko ulikotia mafuta nguzo na kuniwekea nadhiri. Sasa ondoka katika nchi hii, urudi mpaka nchi ile uliozaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale ambao mnakumbuka, wakati tunamsoma Yakobo anakimbia, alipofika eneo la Betheli, Bwana asifiwe, kitu kimoja wapo Yakobo alichosema, alimwambia Mungu. Mwanzo 28 mstari wa 16 mpaka wa 22. Kwa sababu ya muda nasoma 22. Na jiwe hili nililolisimamisha kama nguzo litakuwa nyumba ya Mungu, na katika kila utakalonipa hakika nitakutolea wewe sehemu ya 10, yaani zaka. Kwa hapa unaona Mungu anahusika na mtoa zaka. Yakobo anamwambia Raheli na Lea, anasema mmejua. Kwa hapa anajitambulisha kwamba yeye ni Mungu wa Betheli. Mahali pale uliposimamisha nguzo ukaweka nadhiri, maana yake uliweka agano nami kwamba katika kila nitakalokupa. Kwa baba mama, bila kupepesa macho, wewe umeona miaka 14 ya Yakobo ya utumwa ilikoma. Bwana akamtokea miaka 6 ya mwisho, kwa sababu Yakobo ameishi miaka 20 kwa Labani. Anamwambia sasa, nimetoka nimekuja ukubariki. Upako utendao kazi maana yake ni nini? Ni nguvu ya Mungu inayoingilia kati mfumo. Kwa hapa kulikuwepo mfumo wa mifugo isiyozaa miria na maraka. Mungu alipoingia, miria na maraka wakazaliwa. Unataka Mungu akufanyie nini? Anamwambia Yakobo, unataka nikufanyie nini Yakobo?
maana yake anawekwa chini ya agano. Unapotoa zaka, Mungu anaingilia kati mzunguko wako wa uchumi. Yakobo wakati anachunga wale mifugo, wanabeba mimba, wanazaa miria, wanamzalia yeye. Wanazaa maraka, wanamzalia yeye. Mimi naongelea Mungu kuingilia kati mzunguko wako wa uchumi. Kuna mambo lazima uyajue. Jambo la kwanza, mambo matano yatakayo kuzingatia unapotoa zaka. Kuna mambo matano yazingatie ili yarete upako tendao kazi kwenye mzunguko wako wa uchumi. Jambo la kwanza, unapotoa zaka, upako tendao kazi unakuwa kwenye mzunguko wako wa kiuchumi. Uchumi wako utageuka kuwa uchumi akiba, unakuwa na reserve. Na Yakobo akawatenga wale kondoo, akazielekeza nyuso za makundi zielekee wale walio na miria, na kila aliyekuwa mweusi katika wanyama wa Labani akaweka kando wanyama wake mwenyewe. Akaweka kando wanyama wake mwenyewe, wala akuwachanganya pamoja na wanyama wa Labani. Maana yake akaweka reserve ya kwake. Kuweka akiba maana yake ni kuweka kando. Unafanya biashara, unaweka kando. Unafanya kazi, unaweka kando. Maana yake unaweka kando. Kwa hawa wanyama akuwachanganya. Kwa hiyo mtu anapotoa zaka, upako tendao kazi unakutengenezea mzunguko wa kiuchumi ambao ndani mwake utakuwa na uchumi akiba. Mithali 3:9-10. Umheshimu Bwana kwa mali zako, umheshimu Bwana kwa malimbuko yako, umheshimu Bwana kwa zaka zako, ndipo gara zako zitakapojazwa na mashirikizo yako yatafurika divai mpya. Kwa hapa msisitizo ni wewe unapotoa zaka, Mungu anabadilisha mzunguko wa uchumi wako, unakuwa na uchumi wenye akiba, sio wa uchumi nile nini, ninywe nini, nivae nini. Wakati Yakobo anaingia Padanamu kwa Labani, angalia maombi yake. Alisema, Mungu ukinipa nguo nivae, ukinipa chakula nile, si ndio? Ukanilinda na ukanirudisha hapa, nitatoa zaka. Maana yake yeye alikwenda na mawazo ya uchumi wa nile nini, nivae nini, ninywe nini, nirudi. Kwa hata alipokuwa na aga, alikuwa anajua sasa ataruhusiwa aondoke na watoto wake 8. Kumbe Mungu alikuwa na mpango mwingine. Alikwenda kama mtumwa na alikuwa anajua atarudi vile vile. Kuna kufanya kazi bila malengo na kufanya kazi kwa malengo. Kuna kufanya biashara kwa malengo na kufanya biashara ya bora liende. Kwa wengi wetu tumejishikiza. Unaona leo kwa sababu ni mdogo na kesho utakuwa mdogo. Kwa maombi yako ni madogo. Leo nataka nibadilishe mawazo yako. Inua macho yako sasa uangalie. Kwa Yakobo anaomba nguo na viatu. Kwa inawezekana hata we bado maombi yako ni maombi ya reja. Hujaanza maombi ya jumla. Unaomba viatu, unaomba wigi. Kwa unaomba vitu vidogo. Mungu anataka uombe vitu vikubwa. Au navyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa hata ukiamka asubuhi kwenda kazini kwako, unasema na kwenda kufanyaje? Kuhangaika. Uko wapi? Nipo kwenye mahangaiko. Endelea kuhangaika. Kwa baba, mama, wewe uliyeamini neno kuhangaika sio msamiati waendao mbinguni. Bwana anasema hata kama kuna uchache wa mvua, hata kama uchumi wa nchi haueleweki, wewe hautahangaika. Kataro ya mahangaiko, kataa msamiati wa mahangaiko. Bwana hawe pamoja nawe mwezi wa 8. Pokea kwa damu ya mwana kondoo. Kwa Yakobo anasema sasa mimi nataka nirudi nyumbani nikafe huko. Lakini Mungu anakamata moyo wa Labani, anasema jamaa usimwachie huyu, mwambie apatane mshahara mpya. Wazo la mshahara mpya alikuwa kwa Yusufu. Wazo la mshahara mpya lilikuwa kwa bosi. Kuna watu wanajaziba, anaacha kazi wakati hajabarikiwa. Hajaona njia. Anasema mchungaji kafundisha niwe na mradi wangu, mimi naacha kazi. Unamtaji? Orabakasakarama shakama. Sema amina kwa jina la Yesu. Yakobo alichukua mtaji kwa Labani, na wewe usiondoke kwenye kampuni pako umepata mtaji. Usiondoke serikalini pako umepata mtaji. Usiondoke ulikoajiriwa mpaka umepata mtaji. Ukiacha kazi kirejaleja wafa. Una kianzio. Kwa miaka 6 ya Yakobo alikusanya mtaji.
Alizulumiwa miaka 14, mwaka wa 15 akaanza kuligaini. Kwa miaka 6 anatengeneza mtaji. Miaka 6 amebadilisha hata mtindo wa kuishi. Kwa wewe na wewe baba, mama, badilisha mtindo wa kuishi. Kwa hali hii huwezi kutajirika. Kila kitu cha kwako cha dukani, nguo mpya ya kwako, saruni za kwako, kila kitu cha kwako uishi. Yakobo alipopata mnyama mwenye miria, Biblia haijasema amemchinja, alimweka pembeni. Wewe ukipata mwenye miria unasema Mungu amenikumbuka, unaanza kuchinja. Ulikuwa ulikuku kila siku unaanza kula kuku, unasema Mungu amekukumbuka. Miaka mingi ujara kuku, ujara mayai, paka mengine mayai yanamwagwa. Matumizi mabaya ya mtaji. Kuna wengine mnajikoroga. Kumbe Mungu wakati anakupa mtaji, wewe unasema ni mtaji wa kura. Hapana. Anakuondoa miaka 6 uweke akiba ili mwaka wa 20 uanze biashara yako. Sasa wewe hapo ndo unaanza kuruka majoka, panda ndege bila sababu. Mpendo akibarikiwa na vituko na ibada anapunguza na mkesha anaacha na hela, tunaomba sisi maskini tu. Kwa baba, mama, hujachelewa. Anza mwaka huu mwezi wa 8, anza kuweka mtaji. Jipe miaka 6, kwa unakufa leo wewe. Kama ngoja nile, wewe kula, utakula moto. Nalifundisha kanisa la Bwana. Yakobo baba yetu wa imani aliweka mtaji miaka 6. Wewe umeweka mtaji miaka mingapi? Kwa umaskini upo kwenye akili pia. Akili zako kiziraza wafa. Kwa Yakobo akasema kila anayezaliwa mwenye miria na madoa namweka akiba, anamweka pembeni na shorora. Kwa kiayo kushorora, anaweka pembeni. Hawa sio wa kuchinja. Wakulima mnafahamu, tukivuna mavuno huwa tunatenga mahindi ya mbegu. Lakini familia ambaye haiweki mbegu kila mwaka inaemea. Kwa hapa anaweka pembeni. Na wewe kwenye mshahara wako weka pembeni mbegu, usile mkate na ukara mbegu. Kwa Biblia inasema Yakobo wakati anachunga wanyama wa Laban ana zizi lake. Kwa baba, mama, upako tendao kazi utakutana nao kazini. Kusoma sio ujinga, kusoma ni uelewa. Ndio maana amesema leta zaka kamili ghalani mwangu ili ujue kama sitakufungulia madirisha ya mbinguni. Kwa baba, mama, usipobadilika wafa wewe. Utabadilisha makanisa kama nguo unatafuta upako. Kumbe unao. Bwana anasema Kumbukumbu la Torati 28:1-12, nitakubariki shambani, nitakubariki mjini, nitabariki gara lako. Gara lako liko wapi? Zizi lako liko wapi? Shamba lako liko wapi? Mradi wako uko wapi? Ili Mungu akubariki. Takudanganya hapa dada, inua briefcase yako, tunaomba hela zijae. Tunafumbua macho, hela ijae kwenye briefcase. Mbinguni hakuna kiwanda cha hela. Kwa Bwana anaachilia anointing, anaachilia upako ukupush. Bwana akakaa miaka 14 stranded tu, analishaisha na kuzaazaa. Alipozaliwa mtoto wa 8 akashtuka, hapa mpaka uzee huu mtoto 8 sina kitu, ngoja niage. Mungu akaingilia kati. Na jioni ya leo naomba Mungu aingilie kati. Jambo la pili, kabidhi mzunguko wako wa kiuchumi kwa kutoa zaka kamili, ili Kristo Yesu awe mdhamini wa uchumi wako. Kwa maana yake inaposema mzunguko, kila mradi utolee zaka. Unafuga, unalima, unafuga, unachimba, unafanya hivi, toa zaka kwa kila mradi. Waebrania sura ya 7 mstari wa 21 na 22, Biblia inaeleza Yesu ndiye mdhamini wa agano lilo bora. Kwa kama Yesu ni mdhamini wa agano, maana yake yeye anaingia kwenye mradi wako kiagano, anakuwa mdhamini wako. Niliwaambia Jumapili iliyopita, mdhamini ndiye mwenye sauti kwa yeye anayedhaminiwa. Kama mimi nakudhamini, nitakupa na jezi, kwamba jezi za kuvaa mtaandika Katunzi Complex. Ukikataa naondoa hela yangu, mimi sio na wadhamini bwana. Kwa mdhamini ana sauti kwa yeye anayemdhamini. Kwa Yesu anakuwa na sauti kwenye uchumi wako. Yesu anakuwa na sauti kwenye miradi yako. Ndio maana amesema nitaingilia kati na nitamkemea laye. Kwa ajili yako nitamkemea laye, Malaki 3:11. Sasa wewe badala ya kuwa mwaminifu kwenye mahesabu yako na kutoa zaka, Mungu akae kwenye mradi, unavunja nazi kila asubuhi. Kwa jina la Yesu, chuma ulete. Kumbe hakuna naye kuchuma, wewe jichuma mwenyewe. Soma Biblia, soma Biblia. Mdhamini wa agano ni Yesu Kristo, ndio mwenye sauti. Ujafanya hivyo lazima wakukure. Upako tendao kazi
unatumika kwenye mzunguko wako wa kiuchumi kwa kadiri unavyotoa. Unatoa zaka kwa thamani yake. Unaweza ukatoa zaka lakini si kwa thamani yake. Mimi naongelea thamani ya zaka, kama ni 10%, kama ni 20%. Mambo ya Nyakati wa kwanza 21:24. Mfalme Daudi akamwambia Arauna, la sivyo, lakini kweli nitanunua kwa thamani yake kamili, kwani sitamtwalia Bwana kilicho chako, wala kutoa sadaka ya kuteketezwa isiyo na gharama. Bwana asifiwe. Kwa hapa msisitizo ni thamani. Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 1 hadi wa 11, msisitizo ni thamani. Kilichomuua Anania na Safira ni kupunguza thamani ya kiwanja. Kwa unapotoa zaka, zingatia thamani. Usije ukasema nina shida ukaipunguza. Ukiipunguza utapunguziwa. Kwa Daudi anasema siwezi kumtolea Mungu wangu kitu, sadaka, zaka, malimbuko yasiyokuwa na thamani. Kuna watu hapa toka Januari na huu ni mwezi wa 8 hujameza kidonge. Mungu amekulinda. Kuna watu hapa ni mwaka wa 3, wa 4, wa 5, wengine mpaka wa 10 hujui mlango wa hospitali. Mungu amekulinda. Lakini kuna mtu kila siku lazima ameze kidonge. Kila siku lazima aende hospitali. Kila siku lazima alale kwa sindano. We Mungu amekulinda. Thamani yako unaijua? Baba, mama, ishi kwa thamani yako. Naomba andike hilo neno. Ishi kwa thamani yako. Tunachokosa kwenye akili zetu sisi ni kutafakari. Kama umenilinda miaka yangu yote, umenilinda jioni, umenilinda na safiri, wengine wanakufa. Kwa baba, mama, usipojua thamani yako utatoa chochote. Kwa sababu alijua yeye ni mfalme. Hawezi kukota majani akapeleka madhabahuni. Lakini leo kuna watu mnapeleka shilingi 100, 200 madhabahuni. Ilienda sehemu fulani, kwa fulani, nikafika kanisa fulani, mchungaji akanipokea kwa bashasha kweli. Nikafikiri ana kanisa, akanipeleka kwenye turubali. Nikaelewa. Nikaomba kukaa kwenye turubali kwa muda. Kaambia tupo kwenye hema, tutahamia kwenye nyumba yetu. Nikaondoka naye kwenda nyumbani kwake. Nyumba anayoishi na kanisa analochunga havifanani hata kidogo. Kanisa kwa mganga wa kienyeji, nyumbani kwa mchungaji. Kama usipompa Mungu heshima ya kwanza, atakufanya uwe wa mwisho. Kaangalie nyumba zetu na kaangalie makanisa yetu. Wajenzi ndio sisi. Akaniambia, baba mchungaji, naomba uniwekee jiwe la msingi. Nikamwambia mimi siwezi kuweka jiwe la msingi kwenye turubali. Viwango hivyo Mungu alishanitoa. Naomba tukae chini. Uangalie tunamjengeaje nyumba Mungu, niweke jiwe la msingi la kanisa, sio jiwe la msingi la turubali. Nilikataa kuweka jiwe la msingi. Nikamchukua kijana nikamwambia nenda sehemu fulani, jiji fulani, nenda kapime, kachore jengo. Tafute hela tukajenge kanisa pale. Lakini kwenda kwenye vitu ambavyo kesho mtu anakushangaa Katunza alilogwa ama alikuwaje. Sifanyi vitu vinyonge kwa sababu Mungu alishakataa unyonge kwenye maisha yetu. Lakini nikamwangalia mchungaji, una bangaro, basi mpe Mungu chumba. Hata chumba kimoja kama mwanamke mshunemu. Unamweka Mungu kwenye turubali. Wakati una jumba ina vyumba 6. Mwanamke mshunemu aliweka madhabahu nyumbani kwake, mmesahau? Yule mjane wa Sarepta, alimtunza Elia miaka 3 na miezi mingapi? 6. Sasa weka madhabahu nyumbani kwake. Mpe Mungu chumba. Unaweza ukawa na nyumba unapangisha, unakodisha, toa chumba kimoja kiwe ni chumba cha kujenga makanisa. Lakini unashangaa watu wanafanya vitu vinyonge. Najua nimegusa mali yako na wewe kataa. Kijana mmoja akamfuata Bwana Yesu, nifanye nini nipate kuokoka? Akaambia kauze ulivyo navyo. Hakurudi. Una ufalme uende mbali. Kwa mimi nataka tumpe Mungu nafasi ya kwanza. Narudia tena, tujenge makanisa mazuri. Unapotoa sadaka, toa kwa sababu kitu kizuri ni cha Mungu. Mpe Mungu first priority. Kwa yule bwana ananishikilia akamwambia mimi sifanyagi hayo. Kama unataka tuweke jiwe la msingi, tuweke jiwe la msingi kweli kweli. Kwa sababu Mungu ni Mungu wa thamani. Daudi akasema sitoi kitu dhaifu. Bwana sifiwe. Kwa hapa msisitizo, unapotoa zaka, toa sawa sawa na thamani yake. Apandaye haba atavuna haba. Wakatia sura ya 6 mstari wa 7 hadi wa 9 anasema Mungu hazihakiwi, acha kufanya ziaka. Baba, mama, Mungu hazihakiwi.
Kwa usifanye ziaka kwenye mambo ya Mungu, fanya kwa ukamilifu. Anania na Safira walifanya ziaka, wakafa wameshikilia sadaka mkononi mwao. Jambo la 4, upako tendao kazi. Utaachiliwa kwenye mzunguko wako wa kiuchumi kwa kadiri ya kupanda zaka ili uvune matokeo. Unatoa zaka kama unapanda mbegu. Wakorintho wa pili sura ya 9 mstari wa 6 hadi wa 7, hiyo tuisome. Na kama ilivyoandikwa, ametapanya amewapa maskini, haki yake yakaa milele. Na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula, atawapa mbegu za kupanda na kuzidisha, naye atayaongeza mazao ya haki yenu, mkitajirishwa katika vitu vyote, mpate kuwa na ukarimu wote, umpatiao Mungu shukrani kwa kazi yetu. Kwa upako utendao kazi unafungamanishwa ndani ya zaka yako kimatokeo. Kwa kitaka Mungu aingie kwenye mzunguko wako, hakikisha unaweka zaka yako kama mbegu. Injili ya Marko sura ya 4 mstari wa 24 anasema, apandaye aba atavuna aba. Kwa kanuni ya Mungu ni ya kupanda na kuvuna. Jambo la 5, upako utendao kazi kwenye mzunguko wako wa kiuchumi. Unapotoa zaka unatengeneza kesho yako kiuchumi. Kwa kesho ya Yakobo ilikuwa ndani ya miaka 6. Kitabu cha Isaya 60 mstari wa 4, Biblia inasema, inua macho yako utazame pande zote, wote wanakusanyana watakujia wewe, na wana wako watakujia kutokea mbali, na binti zako watabebwa nyongani. Sema amina. Biblia inasema inua macho. Maana ya pili ya inua macho, Bwana anasema inua macho yako utazame pande zote, maana yake uone fursa tokea kwenye sekta mbalimbali za kiuchumi ili uzitumie kutengeneza mzunguko wako wa kiuchumi. Kwa anamwambia inua macho yako uone. Toka pande zote watu watakuja. Toka magharibi watu watakuja. Toka mashariki watu watakuja. Wanakuja. Wafanya biashara wanakuja kwako. Lakini kama mama au dada hakuna unachouza, kwako mimi natafuta nini? Lakini wengine imefanya maduka yenu ndio vijiwe. Kila mwenye umbea wa mchana na wa asubuhi anakuja kwako kushusha mzigo pale. Kazini ni mahali pa kazi. Inua macho yako uone. Komboa wakati. Kwa kisoma kitabu cha Mhubiri 11 mstari wa 1 hadi wa 6 anasema, wape watu 8 mtaji. Maana yake wekeza maeneo 8 tofauti. Tunaongea mtu anayewaza mambo makubwa. Wewe ni mchungaji unategemea sadaka. Sadaka kama hakuna. Kwa ni lazima tuwaze nje ya boksi. Kwamba siku sadaka hakuna, kuna mradi wa kanisa unaendelea. Lakini tukikaa na makanisa ya kwenda mbinguni yasiokuwa na miradi, hatari kubwa mbele. Inua macho yako utazame pande zote. Uone maeneo 8 ambayo utawekeza mtaji wako. Kwa baba mama, kama una ardhi una mashaka. Ardhi ni kitu kinachopanda thamani kila mwaka. Ambapo unapaona pori leo, kesho kinakuwa ni kiwanja. Kwa ni lazima uone kama Mungu aonavyo. Yeremia 32:43-44 anasema, mashamba yatanunuliwa tena katika nchi hii. Mashamba, mama nunua shamba, dada nunua shamba. Hata kama ni Morogoro kwenu nunua, hata kama ni Kagera kwetu nunua, hata kama ni Mbeya kwetu nunua, hata kama leo una shughuli nalo wewe nunue na ulipime. Wekeza kwenye kilimo uchumi. Yaani maana yake ulime. Uwe ni mkulima unafanya kilimo biashara. Bwana anasema nitakubariki shambani. Shamba liko wapi? Nitakubariki mjini. Mjini una kampuni gani? Mithali 31:16 uona shamba akalinunua na upanda mizabibu kwa mikono yake. Nunua ardhi, upande mizabibu. Maana yake usifuge pori. Kama leo huwezi kulima, panda hata miti ya mbao. Lakini unakaa hapa tangu uzaliwe una shamba hata na miti. Hakuna ardhi ambayo ina baraka. Kuna kitu kwenu kinaota. Mpe Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanzo 26:12 Isaka akalima shamba, mwaka ule akapanda mbegu, Bwana akambarikia, yule mtu akawa tajiri. Circulation, mzunguko wa kiuchumi wa Isaka ilikuwa ni shambani.
Lazima baba mama tuwaze kuwa na mashamba. Hali inaweza kawa mbaya ya biashara, ukaenda shambani kwako. Kwa sababu kuna mazingira unayaona yanakuondoa wewe mwenye mtaji mdogo, wanakusogeza polini kule. Ninakufikirisha, naomba uwaze. Wanauza eneo, kapande miti. Baada ya miaka 10 sima miti ambao utakata, kama hujawa na upako wa kulima, panda na mingine baada ya miaka 10. Lakini ukisema mimi siwezi kupanda miti bwana, mimi wadaa, endelea kuwa wadaa, tutakufa.